Tupo hapa leo kukitambulisha chama chetu rasmi ambacho ni National League for Democracy NLD, lakini pia itambulike kwamba hichi chama sio chama kipya, ni chama kikongwe, ni chama cha zamani, lakini kwa sasa tumeamua kukiamsha upya na vile vile kuhamasisha vijana kujiunga na hichi chama, kwa sababu tumekiona ndio chama ambacho kinaweza kuwaletea maendeleo wa Tanzania na Wazanzibari wote kwa ujumla. Vyama vingi vimepita na mambo mengi yamepita kwenye siasa za nchi yetu, lakini sasa tumeona tuna haja sasa ya kukinyanyua hiki chama ili nacho kiwe juu kama vilivyokuwa vyama vingine. Na ndio maana tunafanya juhudi zetu kubwa kuhakikisha tunafikia vijana kupitia kambi yetu ya vijana, tunafikia vijana ili kukiunga mkono, lakini pia vijana kuhakikisha wanashiriki katika kuleta amani ya hii nchi, lakini pia kuhakikisha wanashiriki kwenye uchaguzi vile ipasavyo, kwa sababu vijana wasikae tu nyuma wakajiona wao hawastahili kuingia kwenye mifumo ya kiserikali. Wanatakiwa washiriki kwenye uchaguzi kupitia ngazi za udiwani, wakilishi pamoja na ubunge. Kwa hiyo malengo yetu makubwa ni kuhakikisha tunafikia hatua hiyo. Kwa ndugu waandishi wa habari, tunataka nyinyi muwe mabalozi wetu katika kuhakikisha chama hiki kinakuwa kwenye vyombo vya habari, kinakuwa kwenye nini, ili kiweze kupata mwamko sasa na vijana wahamasike. Kama nilivyotangulia kusema awali kwamba chama chetu ni cha NLD, maana National League for Democracy, si chama kipya, na pia kina salamu zake, pamoja kuna hashtag yake ambayo tunasema ni uzalendo, haki na maendeleo. Hakuna mtu asiyejua kwamba uzalendo ni nini, haki ni nini na maendeleo ni nini. Asilimia kubwa ya watu wanajua kwamba uzalendo ni kuhusisha hali ya upendo wa kile unachokimiliki, kama ni ardhi, kama ni chochote kile kilichomo ndani ya nchi yako wewe, ni hakikisha wewe unakimiliki. Haki ni kuleta usawa, na maendeleo ndio kama yanajulikana kama ni kuleta maendeleo kwa ajili ya jamii zipate mwamko wake wa kimaisha na mambo mengine. Kwa hiyo tunawaita hapa ili kuhakikisha vijana wanahusika kwenye kushiriki uchaguzi wa 2025 kwenye sekta zote, lakini pia tuhakikishe vijana hawa wasiwe tu chachu ya kushiriki, wawe na nidhamu na kuleta amani katika nchi yetu. Hivi ndio vitu ambavyo tunavipigania sana. Uchaguzi huu unaokwenda sio vijana washiriki tu kwenye nini na nini, lakini vile vile wahakikishe wanalinda amani ya hii nchi ili tuweze kufanya maendeleo yetu. Maana bila amani hatuwezi kufika sehemu yote ile, wala hatuwezi kumove on kwenye jambo lolote la katika mambo ya maendeleo. Kwa hiyo hayo ndio makubwa ambayo tumetaka kuwaita. Tumeitana hapa, tunatangaza ziara ambayo tutaifanya kupitia mikoa yote mitatu ya Unguja, kaskazini na kusini, ili kuwafikia vijana, ili tuweze kuwahamasisha wajiunge na chama, lakini pia si kuhamasisha kujiunga na chama tu, kupata nafasi za kugombania katika uchaguzi ujao. Lengo letu sisi kuhamasisha vijana, na si vijana tu. Mimi kama ni mwenyekiti wa kina mama, popote pale walipo, tunataka sana waje kujiunga katika chama cha NLD. NLD kama alivyosema, kama ni chama cha uzalendo na haki. Sisi tunataka kupita kuhamasisha vijana. NLD sasa hivi inahamasisha watu kuja kujitokeza, kuja kuingia kwenye NLD. Manake wengi wanasema walikuwa hawaifahamu NLD. Lakini sasa hivi NLD imeamka, na viongozi wetu mashauri wanahamasisha na watendaji wazuri wa kazi. Na bahati nzuri kwenye chama chetu tushampata tayari mgombea urais ambao ni Doyo. Na hapa Unguja ni Mfaume Hamisi Hassan, urais wa hapa Zanzibar. Kwa hiyo
Anataka kuna ziara hiyo inayosema kama itapita kila pahali. Kwa hiyo nyinyi muwe wawakilishi wetu wa kuamsha pale vijana walipo pale waweze kujiunga na kugombea, wasiwe na hofu. Kwa tunahofia sijui nini, hapana. Chama chetu tunawakaribisha na kiko salama na amani. Wao wanaweza kugombea. Na sisi kama wanawake, mimi kama kiongozi wa wanawake, pia tutapita tunahamasisha pia wanawake popote pale walipo. Wasiwe na uoga. Kwa sisi wanawake kuwa nyuma, hapana. Wanawake sasa hivi wengi wanaamka na tunahamasisha waamke, wagombea, wasimame kila jimbo waweze kugombea. Kwa hiyo chama chetu tunataka tusimamishe kila jimbo kuwe na mgombea kwa vijana, wanawake, kila nafasi tunawakaribisha sana kuja kugombea. Kila anayetaka kugombea uwakilishi tunamkaribisha, anayetaka kugombea ubunge tunamkaribisha, anayetaka kugombea udiwani tunamkaribisha. Kwa hiyo sisi chama chetu tunamkaribisha, hakina masharti, hakina ugomvi, hakina nini. Chama chetu kina amani tu, tunachosisitiza kikubwa ni amani. Kwa hiyo sisi tunaomba kama alivyosema mwenzangu hapa, nyinyi waandishi wa habari ndio mnatuwakilisha sisi na kupeleka habari sehemu, kwa sababu kama sisi tunapoongea hapa wengi wako mbali hawezi kutusikia, lakini nyinyi mtakapopeleka habari zetu huko na wengi watajua, na mtakapopeleka habari zetu basi wengi waliko huko wanajua kumbe sisi tunapaswa kugombea au tunapaswa kusimama katika nafasi fulani. Wanaweza kaja wakasimama kupitia nyinyi. Nyinyi ndio wawakilishi wetu wazuri sana. Tunashukuru siku zote, mara nyingi mko na sisi na mnatuwakilisha vizuri. Basi mzidi kutuwakilisha ili walioko pembezoni huko wapate kujua na wapate kusikia na wapate kuhamasika, kwa sababu sisi tutapita tunazunguka, lakini kuna sehemu zingine saa zingine watu, lakini wengine hawana TV. Hana TV ataweza kusikia kwenye redio kuzungumza. Kwa hiyo nyinyi ndio mtakayewakilisha, atakusikia huko wale kwa pembezoni, waweza kuhamasika na kuweza kugombea. Kwa hiyo sisi tunachotaka wahamasike vijana, hasa vijana wa leo. Na imani ya vijana wa leo hasa ni wasomi. Wanaweza wakasimama nafasi yoyote wakafanya mambo makubwa sana. Manake zamani kulikuwa na imani na viongozi zamani walikuwepo wazee, lakini sasa hivi ni vijana wengi. Jana nasimama popote, hata nyinyi waandishi wa habari wengi sasa hivi ni vijana watu. Kila wanapopita waandishi wa habari ni vijana tu, sio wazee. Kwa hiyo vijana wanaweza wakafanya kazi yoyote na ikaonekana, wakafanya chochote, akasimama pale, kaonekana. Wengi mawaziri vijana, wengi wabunge ni vijana. Kwa hiyo sisi tunahamasisha waje kufanya kazi pamoja na sisi katika chama chetu cha NLD, National League for Democracy. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kwa hiyo sisi hatuna zaidi, tunachotaka sisi ni kuelekea kwenye uchaguzi huu unaokuja wa mwezi wa 10. Upite kwa haki na amani, bila dhuluma, bila ugomvi, bila machafuko. Sisi tuna imani tutasimama na tuna imani tutashinda kwa uwezo wa Mungu. Tunachotegemea sisi ni ushindi katika chama chetu. Tutagombea kama kawaida. Sisi hatuwezi kuacha kugombea. Kwa hiyo sisi tuna nia kugombea katika chama chetu. Viongozi kutoka kwenye ngazi ya udiwani mpaka ya urais, sisi tunasimama kugombea. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha NLD. Tunajitolea kuhamasisha vijana wenzangu kwamba tujitolee kugombania kama bunge, udiwani. Yaani kufanya chama chetu kiwe kikubwa, kiende mbele. Maendeleo, yaani usikae vijana tukakaa